Taasisi ya Bustanul Arifina kwa kushirikiana na shirika la kimataifa la misaada ya IDF kutoka Uturuki wamefanikisha zoezi la kutoa iftari kwa waumini wa dini ya Kiislamu ili kufanikisha funga yao ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Zoezi hilo limefanyika katika mkoa wa Singida kwa watu zaidi ya 400 ambapo kila mmoja amepata vitu mbalimbali vyenye jumla ya thamani ya shilingi 115,000. Mgeni rasmi Sheikh wa wilaya ya Singida Sheikh Isa Simba amewasisitiza wote waliopata sadaka hiyo kuhakikisha wanafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, huku viongozi wengine akiwemo mkurugenzi wa taasisi ya Busta Al-Ustaz Rajabu Shabani akieleza kuwa wamefanikisha zoezi hilo vizuri. Wewe unayepokea futari leo kafunge. Kuna watu watapokea futari hawatofunga. Hii sadaka imekusudiwa kwa aliyefunga. Tuko pamoja? Tafadhalini sana. Lakini nilikuwa na shauri niwaombe siku nyingine Sheikh Muhammad ubaraza na mashekhe mkoa na sisi wote tukiwa siku hiyo tunakutana tena hivi, andaeni ukumbi tuwape watu da'wa mbalimbali kwa ajili ya Ramadhani, huku watu wanajipanga kuandaa iftari yao. Tuko pamoja? Hawa watu toka wamekuja asubuhi tungeeleza fadhila ya tarawih, fadhila ya nini, watu wangetoka na maana. Tunawashukuruni sana na timu hii ya Bustani. ADF imepokelewa na Bustani. Bustani imeonekana ni vijana, lakini ni watu wenye upendo, wenye kupenda mji wao, wenye kupenda watu wao, wenye kupenda Uislamu wao. Niwaombe na wenzetu, wilaya leo ni ya Singida mjini, nendeni wilaya zote 7, itapendeza sana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya leo hii kutujalia na kutuafikia juu ya kutimiza zoezi maalum, zoezi kubwa, zoezi la ugawaji wa iftari. Na zoezi hili linasimamiwa na taasisi ya Bustanul Arifin, ambaye mimi mwongeaji hapa anaitwa Ustadh Rajab Shabani, ambaye ndo mkurugenzi na mwenyekiti wa taasisi ya Bustanul Arifin Islamic Foundation mkoa wa Singida. Sheikh Rajab, tunagawa iftari hii leo, tunaigawa ikiwa ina full package. Kuna kilo 10 za unga, kuna kilo 10 unga wa dona huu, kilo 10 kwa ajili ya watu wengine hawatumii wali, wanakula ugali. Lakini pia kuna kilo 5, kuna lita 5 za mafuta ya alizeti, mafuta safi kabisa, lita 5 ambaye ni katika miongoni mwa vitu vilivyomo katika iftari. Lakini kuna kilo zingine 5 kuna kilo 2 hapa za sukari, na kuna kilo 2 za sukari. Lakini pia kuna kilo 5 za viazi, na kuna kilo 5 zingine za vitunguu. Lakini pia kuna tambi pakiti 3. Lakini pia kuna tomato, nyanya na majani ya chai. Hii yote ukiijumlisha ni takriban inaenda kwenye karibia 1,000,000. 1,115,000. Kila mmoja akipokea hapa anapokea package ya fulu ya shilingi 1,115,000. Hapo watapokea takriban watu 400. Ni hali ambayo sisi tunaendelea kusema kama alivyosema mjumbe wa baraza la mashekhe, tunamshukuru Mheshimiwa Mufti. Yeye ndio mlezi wetu, yeye ndo anayetuunganisha. Lakini kwa kumalizia, mwisho tunawashukuru viongozi wote wa baraza. Mwenyekiti wa kwa majina naitwa Ayubu Suleiman Zibo, ni mwalimu wa kituo hiki ama madrasa hii ya Muhammad Afandi. Tuko hapa tukiwa katika tukio muhimu ambalo linakuweza kuwafikishia wale ndugu zetu wenye mahitaji maalumu kutokana na jambo linalotujia mbele yetu, ni jambo la Ramadhani. Kwa hivyo ni vyema mtu kuanza mwezi ule kwa mwanzo akiwa hana mawazo aina yoyote. Ndio maana tumeanza kugawa iftari hii ili iwe ni sababu ya mtu kufunga yale 10 ya mwanzo bila kufikiria swala la iftari. Na tunaomba pia kwa taasisi nyingine ziweze kufahamu kwamba ni muhimu sana mambo kama haya kuwafikia wale walengwa wenye mahitaji maalum ambao wametajwa hata katika Qur'ani ya kwamba maskini, asiyejiweza. Kwa sisi tunajitahidi, lakini pia tunaomba taasisi nyingine vile vile ziweze kujitahidi na kuwafikishia wale walengwa ili waweze kufaidika na sadaka kama hizi. Naitwa Abubakar Ali,
ni mwenyeji wa Singida. Tukio hili la iftari sisi kama wananchi tumelipokea vizuri kama Waislamu. Ni jambo zuri sana. Hata mwaka jana ndio walitoa, lakini mwaka huu wametoa zaidi. Sisi tunawaombea Mungu sana, Mwenyezi Mungu awajalie kila la heri, na sisi hii angalau iweze kusogea mbele, kwa sababu hii iftari ambayo imetoka kwa taswira inaonekana kwamba watu wamefurahika mno, na kufurahika kwa watu ndio kunako thawabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kugawa riziki zake. Ningewaza sana wale ambao wanauza biashara angalau wasipandishe biashara, waweze kufanya biashara nzuri ambayo haina riba. Kwa majina, mimi naitwa Bwana Juma Hassan Taxi. Tumekuja katika tukio hili la sadaka kwa ajili ya futuru ya mwezi wa Ramadhani. Wanagawa futuru hii kwa ajili ya watu waanze na ule mwezi wa Ramadhani unavyokuja, waanze na kianzio kilichokuwa chema. Na katika sadaka hii wanaoitoa ndivyo tulivyoamrishwa na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.